Kabisa. Na jana mechi zimepigwa kama ulivyosema, na mechi ambayo watu walikuwa naisubiri jana ilikuwa ni big match, weekend ya moto hiyo. Mnyama Simba Evans Evodius, ulimuona mnyama Simba akiteseka, Buffalo zile ngumu kabisa zimeshindwa kupita kwenye koromeo, mnyama kakibia. Yani si mchezo. 2-0 mnyama kitandikwa na wapika chapati pale, watu wa lambalamba. Watu wa lambalamba. Na kusema ukweli, Azam wakikutana na Simba sasa, juzi tulikuwa tunazungumza na Ashirafu hapa kwamba unapokutana na Simba sio hiyo Azam ambayo tuliona dhidi ya Black Stars. Mnyama nini kimewasibu jana mpaka wakapoteza tena bila kupata hata bao moja wakiwa kwa Mkapa pale. Sehemu ambayo wamekuwa wanatamba kwenye mbuga yao, ambayo wamekuwa wanafanya vitu vyao vinatokea. Cha kwanza na nimeona ni kupoteza umakini kwenye mchezo. Ndio. Kitu cha pili tutarudi pale pale, matumizi ya nafasi. Kitu cha tatu, uharaka wa kufanya maamuzi ni tatizo lingine ambalo nimeliona kwenye timu ya Simba. Mimi naamini wangekuwa wana umakini zaidi kwenye mchezo wa jana, tusingekuwa tunazungumza hicho ambacho tunakizungumza nyakati hii. Ni kwa sababu pia wenyewe walishindwa kufanya maamuzi ya haraka kwenye maeneo sahihi. Ukiangalia magoli ambayo wanafungwa, mpira uko kwao, goalkeeper anaweka ndege, inaokolewa pasi ya kwanza ya pili, watu wako golini kwao. Idadi ya watu wanaozuia ni ndogo, na watu wamepita upande wa Kapombe. Hayupo kwenye eneo. Inapigwa pasi ya kwanza kwa Saaduni, anapiga vipas ndani, anafunga kitambala. Kosa lingine ambalo nimeliona kwenye magoli waliofungwa, ukimtazama center back wao waliomtoa JKT, Nangu hakucheki shoulder, anakimbia tu, haangalia hata nyuma yake kuna nani, pembeni kuna nani, kawai kwenye box dogo, mtu yuko nje ya box dogo, kapasia. Ukiangalia goli la pili ambalo pia wanafungwa, ni mazingira hayo, watu hawacheki shoulder. Na ukiangalia kwenye hizo situation zote, goalkeeper anawaonyesha kuna mtu kule, lakini watu hawadeal na hiyo biashara, wanafanya vitu vingine. Kwa hiyo mimi naamini ni maamuzi ni kitu cha kwanza kimewaangusha Simba kwenye wao kufanya maamuzi yao kwenye maeneo yote matatu ya kiwanja, kuanzia golini kwao, eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji. Angalia chances ambazo wanakosa kila siku, chances za wazi. Mkwala kaamua kupiga kwenye nazi kabisa, yani goli liko wazi kapiga juu. Kwa hiyo mimi naamini wana kazi ya ziada ya kufanya. Hapa tutalaumu mwalimu, lakini kuna namna kama morali ya wachezaji wa Simba imeshuka. Iko chini. Kasi ya mchezo imekuwa ndogo. Ukiangalia kipindi cha kwanza, tempo ya mchezo ilikuwa chini. Kipindi cha pili baada ya Azam kumuingiza Saaduni, angalia namna ambavyo wao walikuja kureact. Kwenye ule slow Simba waliokuwa nao ukawapa wao madhara. Watu wanapata mpira, wanapasia touches chache, tumefika golini, tunafanya attempt, tunarudi. Kocha hawezi kufanya chochote ili timu iweze kuspeed up mchezo. Mimi naamini ni motivation tu ndio kitu wanakosa, kwa sababu kama timu kucheza si inacheza, lakini wanakosa mtu wa kuwa motivate kwamba kuna vitu ambaye anatoa awe nani. Yoyote yule anaweza kata, ni kiongozi, anaweza sio mwalimu, anaweza kata ni kiongozi, wanakaa na timu yao, wanaona matatizo, kwa sababu na uzuri viongozi wanaenda uwanjani wanaona. Kwa hiyo mimi naamini kuna namna wachezaji wa Simba wanatakiwa kujitathmini tena, ni nini ambacho wao wanakikosea. Kwa picha ambayo unazungumza Evans, kwa haraka nikikusikia, inaonekana haya yanayoendelea nje ya uwanja pengine yanaathiri pia ndani ya uwanja, kwa maana ya hizi sintofahamu, baadhi ya viongozi kwa kiongozi huyu na huyu anaongea hili, huyu namsikia anatamka kabisa kwamba mechi ile na Petro de Luanda hapa, si ndio? Kuna watu walienda nyuma ukuta, watu wanafurahi, wanatabasamu. Tulisema sisi. Pengine haya nayo pia yanaingia huku kwenye kambi ya wachezaji, na mwisho wa siku wachezaji wanakuwa katika hali hiyo. Inawezekana kwa sababu football ni connection kutoka kwenye uongozi mpaka kuja kwenye pitch. Na unajua watu wengi, uongozi, benchi la ufundi mpaka uwanjani, wachezaji. Performance ambayo unaiona inaanzia huku nje. Kuna baadhi ya wachezaji labda hayo, mimi ndo amenifanya leo nacheza Crown Sports. Ikitokea hayo wananipa maelekezo, bana mimi ndo nilie kuleta. Sitaki perform kwa sababu kuna mtu mimi simtaki hapa. So unakuta hayo labda na zaidi ya wachezaji 4 ambao wana ushawishi ndani ya timu, tayari ni tatizo. Kwa hiyo kuna vitu vinaendelea kwenye klabu ya Simba. Mimi naamini issue sio uwanjani tu, issue inaanzia mpaka kwenye uongozi, na ndio maana anazungumza motivation. Anaweza kutoa mtu yote, nani anaweza kuwa motivate? Kama mimi nina kundi kubwa la wachezaji na sihitaji hiyo performance ionekane, tutarudi pale pale. Timu ina perform kwenye kiwango cha chini, tunaanza kumtafuta mchawi ni nani. Tulimnyoshia vidole Pantev, hayupo kwenye timu. Timu bado ina perform kwenye kiwango kile cha kawaida. Mchawi mwingine ni nani? Matola. Tutamuondoa Matola, tunamleta nani? Kama timu bado inaendelea kuperform kwenye level hii. Kwa mimi naamini issue ya Simba sio namna ya wao kucheza.
motivation iko chini sana. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kuwa motivate wachezaji. Kuna namna ukimwangalia Ibenge jana kwenye benchi la Azam, watu wanakosea, kuna namna anaumia lakini bado tunaweza kupush zaidi ya hapa. Lakini ukiangalia wachezaji wa Simba mtu anakosea alafu easy tu. Kuna wakati tutafika hapa kwenye motivation mkali na tutaangazia namna ambavyo uongozi wa Simba una operate. Bado tuko kwenye pitch. Kwenye mechi ambayo Simba alicheza kimataifa, Ashrafu, Kapombe upande ule wa kulia kulionekana kuwa na changamoto, na tulikaa hapa tukajadili, lakini pia jana hata bao ambalo lilifungwa, bao la kwanza kule kwake kulionekana kuna vuja kidogo, lakini bado amekuwa akiaminiwa na kupangwa. Tunaweza tukakubaliana kwamba upande wa kulia wa Simba umekosa nguvu sasa hivi ambako anacheza Shomari Kapombe. Tunaweza tukakubaliana hivyo kwa sababu tuna rekodi ya mechi ambazo Kapombe amekuwa akicheza hivi karibuni na kwenye eneo lake kumekuwa na udhaifu mkubwa. Unajua Kapombe sasa hivi anaonekana ni mzuri zaidi kwenye kwenda mbele lakini sio kwenye kurudi pia. Moja kati ya changamoto yake kubwa ni namna ambavyo akipanda anashindwa kurudi kwa haraka na anatengeneza magepu kwa maana ya space ambazo watu wanaweza wakazitumia. Kwa hiyo jana pia ni miongoni mwa makosa ambayo alikuwa anayafanya ni hayo hapo, na mimi namsifu sana kocha wa Azam kwa maana ya Ibenge. Approach yake ilikuwa iko sahihi jana dhidi ya Simba. Watu wanaweza kaangalia kwa nini Simba hajapata matokeo, lakini mimi naangalia ubora wa Azam jana ulikuwepo wapi mpaka kupelekea kupata hayo matokeo. Unajua Simba wanavyokuwa wanashambulia always huaga mafullback wanapanda, anzeni wale mawinga wanaingia ndani kuongeza idadi ya washambuliaji kwenye boxi. Kwa wakipanda nini kinatakiwa kufanyika? Unatakiwa ukishapanda kama timu inashambulia muende kule, lakini tukipoteza tunatakiwa kurudi kwa haraka ili kurudi kwenye zile natural position. Lakini jana angalia magoli yote ambayo yalikuwa yanafungwa ni yamepitia pembeni ambako mawinga wa Azam ambao walikuwa na operate kipindi cha kwanza alikuwa ni Nado pamoja na Sereli, ambapo baadaye nguvu ilikuwa inaonekana upande mmoja. Sereli performance yake jana ilikuwa kawaida, alipoingia Saduni ilikuwa ni kama game changer kwenye ule upande na hatari zote zilikuwa zinatokea kwenye maeneo ya pembeni. Kwa hiyo approach ya mwalimu ilikuwa ni sahihi kwamba hatuwezi kwenda nao sawa Azam, hatuwezi kwenda nao sawa Simba. Tunahitaji kuwazuia, kubali kuwa wavumilivu wakiwa wanatuletea pressure, and then tusipitie katikati kwa sababu wanaelewa target man wetu pengine anatakiwa kutengeneza nafasi nyingi ni Faisal ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo tukubali kuvumilia. Wewe Himidi protect back four, hakikisha kwamba hufanyi movement. Kanute shambulia kwenye box la opponent, and then unakuja kumsaidia Himidi. Ila tukipata mipira twenzetu pembeni kwa sababu tunafahamu fullback wa Simba watakuwa wanapanda, nzeni watakuwa na delay kuja kuzuia kwenye hizo nafasi ambazo unaziacha. Na ndio maana ulikuwa unaona Kapombe akipanda kwenye zile nafasi ambazo yeye ameondoka, hakuna mtu. Option ilikuwa kwamba kama unajua Kapombe ni changamoto kwenye kurudi, tafuta mchezaji ambaye ni spareman, ambaye kwenye ile position ambayo yeye anacheza akiwa anapanda, huyu mtu aje kusaidia kwenye huo upande ambao Kapombe amefanyaje ameondoka. Lakini huyu spareman anakuwa ni mwingine ama anatakiwa kwenye eneo la kiungo, Yes, lakini Kapombe anaendelea kuwepo. Anaendelea kuwepo. Maana kwa nini usimchange? Kwamba aidha uwe na mtu ambaye atakuwa na uwezo ili tusimtafute spareman, kwa sababu tukitafuta spareman kwenye timu iliyopo kuna namba tunaweza tukaipunguza kwenye hilo eneo, alafu tuwe na mtu ambaye ana uwezo wa kuoffend na akawa na defend pia. Na kuelewa Juma, na ndio maana kilio cha watu wengi pia wana demand kumuona Duchu pengine kutokana na energy ambayo yuko nayo, ndio. Hapa naenda na mawazo ya mwalimu kwenye kile ambacho yeye amekiapply. Sawa? Kama unaamini kwamba unahitaji kumtumia Kapombe na unaona kwamba delivery yake ni nzuri zaidi, you have to remind kwamba huyu mtu ana changamoto ya nini? Kuzuia. Kwa hiyo kama nataka nimtumie huyu mtu kwenye kushambulia, natakiwa nitengeneze balance yake akiwa ameshambulia, huku kuwe na mtu ambaye ni spareman atamsaidia yeye kufanyaje? Kuzuia. Lakini kama ukiona siwezi kumpata spareman, nahitaji viungo wangu wote wahakikisha kwamba wanaongeza nguvu kwenye kushambulia, then unatakiwa uwe na mtu ambaye anayo mapafu ya kwenda na kurudi ili kuisaidia timu nyakati zote mbili, timu ikiwa haina mpira na haina mpira. Na ukiona mnaanza kumtengenezea mchezaji mazingira kuonekana upande mmoja yuko bora zaidi kuliko upande mwingine, tatizo linaanzia hapo. Kidogo hapo hayo. Mimi kwenye hicho anachokizungumza Ashraf, kama Pomkai atakuwa na kumbukumbu nzuri wakati tuko nje, nimwambia Nabi Kamara alikuwa na deserve kwanza mechi ya jana. Kwa sababu ukiangalia mechi zote ambazo amecheza Nabi, anakaa katikati ya Nangu na Chamu. Hii inafanya mmoja aweze kwenda kushoto, mwingine aweze kwenda kulia na back center. Lakini jana hakuna hicho kitu chukua kinatokea, na ndio maana mara nyingi unakuta hata Nangu na Chamu walikuwa wanapishana. Kuna nyakati unamuona Nangu anaenda kukaba upande wa kulia, Chamu hayupo,
kuna nyakati unamuona Nangu enda kukaba kushoto ambako anatakiwa kwenda kumsaidia Mligo. Kwa hiyo hii kidogo ilikuwa inaleta changamoto. Naamini Nabi angepata nafasi jana ya kwanza, angeweka balance nzuri sana kwenye eneo la ulinzi. Okay, sasa vema kabisa. Hivi sasa tumgeukie pia Hans Rafael. Hans, game umeitazama. Nataka tuangalie Simba. Matola jana kwanza aliingia na mfumo gani na lengo la huo mfumo ulikuwa nini? Alafu pia tuangalie Azamu FC chini ya kocha Ibengi waliodhibiti wapi Simba. Tuangalie kwanza Simba. Nadhani kwa Matola ni copy and paste kwa kile ambacho alikuwa anakifanya Fadru kwa maana ya mfumo. Okay. Ingawa matumizi ya wachezaji kuna namna yalikuwa yanabadilika. Wenzangu wamezungumza kuhusiana na Spearman wakati unatoka nyuma. Of course, kwenye football huwa nazungumza kuna kitu kinaitwa WM rest defense. Hii rest defense mtu anaweza kaona ni kitu cha kawaida, lakini makocha wote duniani ambao wanajielewa na kujitambua wanasisitiza sana kuwa na rest defense ambao ni bora zaidi. Rest defense ni nini? Ni pale ambapo unatoka nyuma unajiimarisha kiulinzi in case ukipoteza mpira kwenye transition au kwenye kipindi cha mpito, basi unakuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao wanaweza kukabiliana na wachezaji wa timu pinzani. Mara nyingi sana rest defense za wenzetu huwa wanabaki na wachezaji watano. Hata Fadlu Davids alikuwa anabaki na wachezaji watano. Fadlu, Simba yake ukiitazama ikiwa inatoka nyuma utakuta Zimbo anabaki, ma center back wawili wanabaki, and then Kapombe yuko juu muda wote, si ndio? And then mbele yao sasa kuna namba 6 wawili, ni aidha ni Kagoma na Ngoma au Ngoma na nani na Dibra Fernandez, wote ambao walikuwa wanaanza. Kwa hiyo ukitazama Zimbwe kabaki, ma center back wawili wapo, ina maana wametengeneza backfield ya uongo, lakini mbele yao kuna namba 6 wawili. Kwa hiyo Simba wanatoka nyuma wakiwa na rest defense ya wachezaji watano. In case wakipoteza mpira wakiwa wanashambulia kwenye transition, labda wakawa pressed wakapoteza mpira, kuna wachezaji watano ambao wanaweza kudili na counter attack ya timu pinzani ambayo imewakamata kwenye transition. Hiyo ni rest defense. Lakini kuna walimu ambao rest defense yao nyuma hawabaki na ma center back watatu. Watabaki ma center back wawili, kisha fullback mmoja ataingia ndani kuungana na namba 6 wawili. Watatengeneza idadi ya viungo watatu mbele yao ma center back wawili, kisha fullback mwingine ataenda mbele zaidi. Kwa hiyo nyuma pia wamebaki na watu watano, viungo watatu, kwa maana fullback ambaye ameingia kuungana na namba 6 wawili, lakini nyuma ma center back wawili, bado ni watu watano. Kwa ina depend na wewe unataka kuwa na rest defense ya namna gani na unacheza na mpinzani wa namna gani. Sasa ukitazama jana Simba kwenye magoli yote mawili waliofungwa walikuwa na rest defense ya wachezaji watatu badala ya watano. Yani nyuma walikuwepo wachezaji wawili. Kwa mfano goli la kwanza na muona Shamu Karabwe, lakini pia namuona Wilson Nangu. Mligo Kapombe walikuwa juu. Mligo alikuja kufunga safari ya kurudi baadaye, naye hakuweka nguvu ya kwenda kumaki mtu ambaye alikuwa na mpira au anakwenda kufunga goli. And then mbele yao kulikuwa kuna 6 mmoja ambaye naye alikuwa na delay Kante. Goli la pili vivyo hivyo. Kwa hiyo unaangalia, unajiuliza ni nini ambacho kilikuwa kinatokea. Matola alitoa maelezo ya namna gani? Kwa sababu ni maelezo ya mwalimu. Tunatoka vipi nyuma? Tunatengeneza rest defense ya namna gani? In case tukipoteza mpira kwenye transition, tunaweza kukabiliana na Azam ambao walikuwa ni wazuri kwenye counter attack. Kwa hiyo lazima moja kwa moja uanze kumnyoshea Matola kwamba alikuwa anataka watu watoke nyuma vipi? Tunaweka hapa. Haya, tunarudi kwa wachezaji. How comes mna concede magoli ya namna hii? Mimi jana nimeangalia Simba walikuwa na defend kama watoto wa chekechea. Vidudu kabisa. Yani watu ambao hawana misingi ya football. Hilo usisahau idadi umetoka kuzungumza, walikuwa na idadi ndogo kwenye kuzuia. Kwa hiyo wakati mwingine wanahukumiwa na idadi na sio namna ambavyo kwa sababu mmoja akienda wamepungua, cross inapigwa, open space watu score. Ni sahihi. Kabla ya kufika nyuma bado wangeweza kufanya vizuri zaidi. Yani kabla mpira haujafika kwenye zoni ya Simba, kuna sehemu alitakao kufanya vizuri zaidi. Ukiangalia goli la kwanza ni pressing ya Midimao, si ndio? Midimao amepress, mpira umekwenda kwa Akaminko. Akaminko ameishi na mpira kwa sekunde zaidi ya 7, anatafuta wapi aweke pasi. Alikuwepo Morris Abraham, nadhani alikuwepo Kip Dennis. Wangeweza kumpressurize Akaminko
kama sio kumpressurize, basi wangeweza kuziba passing option ya yeye kuweza kuona shimo kuweka pasi kwa Feitoto. You see, lakini hawakuweza kufanya hivyo vitu, wamemwachia mwanya mkubwa sana. And then lazima pia usifie awareness ya Pascal Msindo kwenye lile goli, kwenye ile build up. Kwa sababu kwenye football kuna kitu tunaita third man runner. Si ndio? Pascal Msindo alifanya hiyo movement ya mtu wa tatu. Yaani Pascal yuko pembeni, yeye ni fullback, ulikuwa unatarajia afanye movement ya kuoverlap kupitia pembeni. Lakini wakati anaona Kaminko ana mpira, hakuwa pembeni, badala yake aliingia ndani alipokuwa Feitoto na kumchanganya Kante. Kwa hiyo Fei akapokea mpira akiwa free na kupata space na muda wa kupiga pass kwenda kwa Saduni pembeni. Na ukumbuke, mimi naungana na wewe Hans, wakati movement inaanza ya Kaminko, Simba walikuwa huku. Kwa hiyo dadi kawa ndogo kwenye mstari wa kwanza. Yaani unajua Akaminko amepokea mpira akiwa kwenye zoni ya 8, eneo la namba 6 ya upande wao. Mbele yao, mbele yake kuna Morris Abraham. Distance ilikuwaje ya kufika kukaba? Yaani wale wawili wangeweza kufanya vizuri kublock angle ya Kaminko kupiga pass kwenda kwa Feitoto. Yaani kosa la kwanza limeanzia pale, kwa sababu wewe ukiwa ni mshambuliaji, tunapopoteza mpira wewe ndio defender wa kwanza. Lazima uweke pressure kwa mtu ambaye ana mpira. Sahihi. Kama hauendi kumpressurize mwenye mpira Kaminko, maana kama pia uendi kuweka pressure, umechoka. Sasa Kibus alikuwa ameingia kipindi cha pili, amechoka vipi? Morris amechoka, lakini si bado yuko uwanjani, angeweza kufanya vizuri zaidi, ana energy ya kucheza dakika 90. Ndio mwalimu amtoe kama amechoka. Sasa hiyo ni makosa. Wachezaji hawakutenda ipasavyo. Of course, mimi najaribu kuanalyze makosa mpaka goli linafungwa. Morris hajaweka pressure. Kama hujaenda kuweka pressure kwa Kaminko, basi ziba passing option, Akaminko asimuone Fei. Asimuone, yani ziba kabisa, asipate uwezo wa kupiga ile pass kwenye shimo. And then tunakuja kusifia movement ya Pascal Msindo ambaye alikuwa kumfanya Fei awe free, anapokea mpira anaweka kwa Sadoni. Haya. Nyuma Kapombe hayupo. Mligo alikuwa amefunga safari yuko mbele zaidi. Mpira umekwenda kwa Sadoni. Ni nini ambacho kinahitajika? Wakati tuna defend tunahitaji vitu vitatu. Tunahitaji pressure, tunahitaji cover, tunahitaji balance. Cover kwa sababu gani? Kama mafullback wawili hawapo, nahitaji ma center back wangu wawili ambao wamebaki nyuma, si ndio? Waende kuweka cover maeneo ya pembeni ambapo mafullback wametoka. Shamo Karabou alifanya kile kitu wakati mpira unakwenda kwa Sadoni. Lakini unajiuliza, kwa nini alishindwa kuzuia ile cross? Kwa sababu alichokifanya, alikwenda kama bull rush defender. Mikono ameweka nyuma, hawezi kumhalasi yule Saduni, kumfanya aende kwenye byline, badala yake amemwekea njia, ameenda kupitisha mpira. Okay. Mpira umeenda kwenye box, unajiuliza, Mligo alikuwa anafanya nini? Kukimbilia kwa Kitambala, goli limefungwa. Goli la pili, copy and paste. Wilson Nangu na Mligo wana defend kama watoto wa chekechea. Uwezi kuwa unacheza Simba una defend kama vile walivyokuwa wanafanya. Magoli mawili yameingia, Simba wamepoteza game. Unatoka kwenye eneo la kudefend, unarudi kwenye safu ya ushambuliaji. Unajiuliza, ni nini ambacho kinahitajika Simba wafunge magoli? Kwa nini magoli hayaingii? Kwa sababu first half, amezungumza Evans vizuri hapa. First half ile game easily Simba anafunga magoli 3 mpaka 4. Easily kabisa. Naweza nikasema kwenye attempt za Mpanzu kuna namna jana alikuwa unlucky, hakuwa na bahati. Kwa sababu nadhani Mpanzu amegonga mwamba mara mbili. Mutale zaidi ya mara 2 ana nafasi. Hawawezi kuconvert kwenye football. Kama uwezi kuconvert nafasi, ni ngumu kushinda mechi ya mpira wa miguu, kwa sababu unampa energy mpinzani. Mpinzani anaanza kuhisi kwamba leo ni siku yangu. Mbona hawa watu hawafungi kila wakifika mbele ya goli? Anapata energy. Anaweza kudefend vizuri, and then akachagua moment kama ilivyofanyika kipindi cha pili, akakuhit kwenye counter attack na akashinda mechi. Kwa hiyo Simba kuna matatizo makubwa sana, na I think hii break ya AFCON imekuja wakati sahihi. Kwa sababu kama wangekuwa wana mechi hapa back to back, nisingeshangaa Simba kuendelea kudondosha alama, kwa sababu hawako vizuri, hawadefend vizuri, hawataki vizuri, mpira wingi kambani, and then kwenye management ndio tutakuja kuzungumzia. Na umezungumza hapo hawadefend vizuri, na nataka tuangalie wale walinzi wakati kwanza waliocheza jana, Shamu pamoja na Nangu. Kwako Ashrafu Jeyara, unaweza ukawapatia
asilimia ngapi kwa kile ambacho amekifanya ndani ya uwanja kwa tathmini hiyo? Lakini tuliangalia hili eneo la ulinzi, hususan mabeki watatu, kwa sababu yupo Rushain, yupo Shamu, yupo Nangu kuelekea mechi kubwa kama hii dhidi ya Azam FC. Huoni pia ilikuwa ni kugambo kuanza na wale pale? Kwanza kulikuwa na ni jibu ile swali lako hilo kwamba kulikuwa na hamna namna kwa wale ndio litakiwa kuanza, kwa sababu Hamza muda mrefu yuko injured, Deruk kaumia kwa muda mrefu, na kumbuka last match ile alipata changamoto. Kwa hiyo option pekee ambayo uko nayo ni Shamu pamoja na Nango. No way hiyo unataka au hautaki, au ndio watu ambao ulitakiwa kwenda kuanza nao. Lakini kwa performance ya jana ambayo wameionyesha, timu imeconcede magoli, lakini tunaangalia namna gani ambavyo mmekuwa mkiconcede individual. Wow, yes, ndio hiyo nasema, tunaangalia ni nyinyi mmechangia kwa kiasi gani hayo magoli kuja kupatikana. Wamedefend kawaida. Yaani kwenye mechi ya jana pia mimi nimesema wamedefend kawaida, kwa sababu moment ambao walikuwa wanahitajika wao kufanya kitu ili vitu visitokee ndio moment ambayo wao wamefanya hizo mistake. Kwa hiyo hivi tu kwangu mimi jana wote na hapa 5 ya 10. 5 ya 10. Kila mchezaji yani ni 5 ya 10. Yani mimi Sonangu na Mbigo 2 ya 10. Okay. Na Mbigo pia mimi kaniuliza ma center back. Yeah, wakati. Una Mbigo tena? Yani hao ni 2 ya 10 kabisa. Na Shamu vipi? Bado umeshikilia msimamo wako leo? Shamu umekumbusha kitu jana. Shamu jana alikuwa anataka kumkumbatia nani kwenye box ile. Ila angejilegeza kidogo tu na nilie tulikuwa tunaweka kati. Namna yake pia kudefend wakati mwingine anatakiwa kuwa unaangalia kwenye box namna ambavyo una Shamu ni changamoto yake kubwa hiyo. Moja kati ya changamoto yake ni kubwa hiyo, namna ambavyo ana defend kwenye box. Alishawahi kuleta matatizo mara kadhaa. Lakini sasa kwenye box ndio eneo lake lingine ambalo pia anatakiwa kupatikana pia. Kwa hiyo anahitajika kuongeza umakini pia kwenye namna ambavyo ana defend. Na ulikuwa unamtetea sana, unasema bonge ya beki. Ni bonge la beki, lakini hakuna beki ambaye hana weakness. Unajua hata Mkai unaweza kawa ni bonge moja, sio unaweza kawa ni bonge moja la host, si ndio? Bonge moja mtangazaji, lakini una madhaifu yako kama binadamu kabisa. Kwani nani Derok vipi? Aliwarumia last match. Shamusi ndo kaingia wameenda kimataifa. Huyo bonge la beki kwa Ashraf na Evans. Yani kamkamata mtu kaptula. Tuongee Shamu. Pale mali karuka kwenye kiuno cha watu hapo. Unajua unapokuja na Shamu, mimi napenda Juma tu aibuke. Na hapa nilikuwa nimemtega Juma. Nilikuwa namwambia Mkai, unajua ni beki mzuri, si ndio? Lakini moja kati ya changamoto yake pia ni hiyo namna ambavyo anabeki vizuri wapi? Beki mzuri vipi? Beki mzuri. Yani tutakubali. Yani unamkompea na nani? Sasa utamfananisha na Derok? Hapana. Sasa yani yule hawezi kuingia uvunguni kama na yule kaingia mechi tu ile kamkamata. Yani unasikia hayo? Yani iko hivi, kwenye kufanya mistake kwa wachezaji ni kitu ambacho hakiepukiki. Yani kweli. Ukiangalia goli ambalo wanafungwa Ansi ametoka kulizungumza, Chamu ameenda kudefend kawaida. Simshangai Chamu kudefend vile. Center back yoyote duniani ndani ya 18 kitu cha kwanza kuficha ni mikono. Ndani ya 18 kitu cha kwanza kuficha ni mikono, ambacho amekiwini Saadun. Ameona space katikati ya miguu, kwa sababu anajua pasi haiwezi kupigwa katikati yangu, itapigwa kulia ama kushoto. Katanua miguu, mpira mpita katikati. Mimi mtu naye mlaumu kwenye lile tukio ni Nangu. Anakuja, angalia Kitambala anakotoka. Kumbuka Kitambala ametoka kuchezewa foul katikati ya kiwanja na alikuwa analalamika kabla mpira hujafika golini kwa Simba. Anatoka katikati ya kiwanja, anakuja, Nangu anamuona, na goalkeeper akamkumbusha kuna mtu anakuja yule kule. Nangu kakimbilia kwenye box dogo, hajaangalia kushoto kwake, hajaangalia nyuma wala kulia, yeye anaangalia mbele. Mpira unapigwa pembeni yake, hawezi tena kurudi. Anakuja kushtuka, anafanya sliding tackle, shughuli imemalizika. Kwa hiyo namna ambavyo ukizungumza Chamu ni beki wa kawaida sana. Tuangalie jana mara ngapi ameondoa mpira kwenye eneo la Simba kwenda kwenye eneo la nyakati ambazo unahitaji kiungo aje kufanya shughuli ya kudrive mpira kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Mimi nadhani alivyoingia passing ability yake ni kubwa. Alivyoingia Pantev, nadhani aliangalia ma center back wa Simba pale, kaangalia akasema no, hapa inabidi niende na Derok na Nangu. Shamuka pembeni. Unaweza kusema ni mzuri kwa level ya kawaida, sio level ya Simba. Yani miaka 1000 Shamu sio beki mzuri kwa level ya Simba. Yani labda beki mzuri tunamtafsiri kwenye nini? Yani hayo makosa
yani kwa Shamu yamekuwa ni back to back. Na mtakwambia mfano mzuri. Mara ya mwisho kuja labda kuanalyze hayo makosa kwa mtu kama Dickson Job ni lini? Nataka nikuoneshe levels. Ni lini? Wote tukumbushane. So, kila tukija hapa Shamu akiwa uwanjani lazima tutapoint. Lazima tutapoint kidole. Huwezi kuwa beki mzuri kila siku watu wanakunyoshia kidole. Yani nimekuuliza kwa Baka au Jobu ni lini yani una analyze hayo makosa? Tutaanza kutafutana hapa. Nimeona Inonga yupo Dar es Salaam hapa. Inonga Baka anakosea na tunakuja hapa tunazungumza. Inonga anakutana naye maeneo ya beach hapa. Usiku huwa anakimbia. Hana timu. Lakini tunajua kilichomuondoa Simba. Watu wanasameheana bana, maisha yanasonga. Yaani sasa ndio unataka tena umrudishe. Ndio. Mimi ningemrudisha tu. Yuko fiti sasa. Ufiti ataupata huko tu, sembele ya safari. Crown Media. Hapa ni nyumbani.